Rumi. Ningesema katika historia ya Warumi tunaweza kugawanya historia yao katika vipindi vitatu au vinne. Cha kwanza ni kabla ya kuanza utawala wa Kirumi. Manake milima ile, sehemu hiyo inaitwa Roma, ni jimbo au sehemu ambayo ilikuwa na milima kwa milima ambayo ilikuwa imezunguka hiyo sehemu inaitwa mji wa Roma. Kabla ya kuunda utawala au tuseme ni chieftain, maana ni sio enzi kubwa, isipokuwa Warumi wa kujitawala wenyewe walikuwa wanatawaliwa na kabila lilokuwa na nguvu zaidi kaskazini mwa Roma pale, waliitwa Watruski. Hao walikuwa wanatawala pale na walikuwa na nguvu kuliko Warumi waliokaa pale Roma. Roma ambayo imezungukwa na milima nafikiri ni 8 au 9 milima imezunguka. Milima manake ni kama kola hapa, sio tunasema mlima, sio milima mikubwa, ni vijilima ambapo sasa hivi huwezi kuona ile milima kwa sababu wamejenga, imekuwa jiji la Roma mlima umesagwa kabisa. Wanaweka mabazilika, wanaweka hata mapalaces, yani palace ni makasri ya wafalme na watu wakubwa, nobilities waliokaa pale. Lakini sasa mji ule huwezi kuona, wanaambiwa pale ule mlima fulani, ule mlima fulani. Milima hiyo ni sio milima midogo kwetu tunahitaji. Milima midogo kama Kola utaita mlima huko kweli? Hatuna neno hill kwa Kiswahili ni minuko. Minuko naweza kwenda minuko, lakini si mlima bana. Tuseme tu ni vijilima vidogo tu, whatever. Sasa kulikuwa watu, kabila ya kwanza kuishi sehemu hiyo na kutawala sehemu hiyo ilikuwa Watruski. Walikuwa na silaha na nini. Baadaye watu waliokuwa na pale Roma wakapata nguvu, kwa sababu ile sehemu iliyozungukwa na milima hiyo wakapata nguvu. Kwenye miaka ya 750 BC walianza sasa kuwa na kautawala ka Warumi. Zamani 750 wakati wa wafalme Zedekia, ni zamani. Hao walipigana vita mara kwa mara, kwa karne mbili walikuwa wanapigana vita wenyewe kwa wenyewe, wakitafuta kujitawala na kuondoa vifalme vilivyoingia. Mwingine akaua mwingine, hata kaka yake na ndugu zake, mpaka wakaja unda utawala wa Kirumi unaitwa Republic, Roman Republic, Republic of Rome. Republic of Rome maana yake ni utawala ulioko ni utawala kwa uchaguzi. Walikuwa wameanza zamani sio kutawala kwa upande wa kutawala kwa ukoo, yani utawala wa kurithi kama wafalme wanaorithi, isipokuwa unateuliwa, unachaguliwa na wananchi, wanakaa. Those days ukweli ni kwamba walikuwa watu wachache, na tufikirie labda watu 3,000 tu, na sio kwamba tunafikiria milioni wakati ule, haiwezekani. Watu walikuwa wachache sana. Kwa hiyo labda watu 3,000 basi wanajitawala, wanajua Ngowi anakaa kule, ule anakaa kule, atayetufaa ni nani, na wale wenye vipaji hasa waliokuwa ni viongozi wao wa majeshi, majenerali wao waliokuwa na nguvu. Sasa kama ni nyonge hakuna nafasi yako.
Sasa hao walikuwa ndio wakaanzisha umoja, wakaita Jamhuri, Republic ya Kirumi, na wakawa wanachagua watu, wanakaa wanachagua kama demokrasia vile, na walitawala kwa seneti. Useneti manake sijui hapa kwetu tuna hapa Tanzania tuna seneti, lakini ni kama bunge lilo kubwa zaidi wa mawaziri. Mawaziri tunaweza kusema hivi, ingawa is not proper. Kenya ndio wana senate, walioiga Waingereza huko, wametawaliwa na Waingereza kwa muda mrefu. Kwa hiyo system yao ni ile senate kama Marekani na senate ambao wanapitishwa na wabunge, alafu senate ni wale wanao angalia na kutunza katiba. Sasa basi Warumi walianza na kitu kunaitwa Roman Republic, ndio walioanzisha miaka ya 509 BC. Hao wakiwa wanasisitiza kushika sheria, kushika majukumu ya utumishi, Ukipewa kazi ufanye ulizo duties. Na pia wakapromote, wakakuza majadiliano kama bungeni, kama bunge wakawa wanajadiliana majukumu, miradi na nini. Kwa hiyo ilikuwa ni utawala uliokuwa na utulivu kiasi fulani, ingawa waliendelea kuwana kutokana na labda ule ugonjwa wa wivu tulionao. Kwa hiyo stage ya kwanza ni Republic of Rome. Hiyo iliendelea na wanaojulikana katika utawala ule wa kirepublic wanaitwa Romulus na Remus. Hao ndio walikuwa waanzilishi wa hiyo Republic ya Rome, na walikuwa ni watawala ambao waliuana. Remus alikuja kumuua Remulus, hiyo ni simulizi zao. Hiyo Republic iliendelea mpaka kuanzia mwaka 500 BC mpaka 260 BC. Kwa hiyo Republic iliendelea hivyo mpaka mwaka 264 BC, ambapo ilikuwa vita, mfululizo wa vita. Vita hivi vinaitwa Punic Wars, vita vya Punic, ambavyo viliendelea kwa karne nzima wanapigana, wakiwa na vita dhidi ya Carthage. Carthage ni huku mji wa Carthage kutoka kwa Agustino, ni mji ulioko huko Tunisia, Afrika ya Kaskazini. Kwa na vita dhidi ya Carthage, mji wa kaskazini pale. Na hiyo iliendelea kwa muda mrefu, miaka 100 kupigana. Kwa hiyo utawala haukuendelea vizuri. Na unajua wa Carthage, hao wa jamaa walikuwa na kiongozi, na utamsikia kwenye mazungumzo vitabu vingi, anaitwa Hannibali. Huyu alikuwa jenerali mashuhuri kabisa katika vita vya zamani. Hannibal. Huyu mkimsikia mahali alikuwa anaogopesha. Huyo ndiye aliye mobilize, alichukua wandovu, tembo, jeshi la matembo. Yaani tembo alichukua labda kutoka Kongo au si wapi, zamani zile hatuwezi kuelewa, hata labda kule kaskazini walikuweko na matembo yana roam around. Kwa hiyo aliweza kuchukua mandovu, tembo, akawatrain katika jeshi lake. Na kwa hiyo alienda Ulaya yote akaisaga kwa kutumia tembo hao.
Wazungu waliona cha mtema kuni, na huyu ni Hannibal ambaye alitumia jeshi la tembo kwa kuvamia Ulaya. Huyu Generali Hannibal alivuka milima ya Alps akaingia Uswisi, Faransa, yote hiyo akadominate yote hiyo. Kwa hiyo huyu ambaye anaitwa ni Hannibal alikuwa generali ambaye alitawala kwa muda mrefu, karne nzima. Sio yeye tu na wafuasi wake walioendelea. Basi mpaka akachukua Spain, France, Rome au Italy in those days, akachukua sehemu ya Ujerumani yote Alp. Huyo ni Hannibal ambaye ni Mwafrika, lakini sio alikuwa na rangi gani. Lakini ukiona katika picha huyu Hannibal amemchora katika rangi nyeusi akiwavamia wazungu. Kwa hiyo sisi ndio wa kwanza kuvamia Ulaya, si not the vice versa. Sio kusema kwamba sisi tulivamia Ulaya kabla ya wao hujaja huku. Waafrika wameshaingia huko na kuwavuruga moja kwa moja, walikuwa ni watumishi. Sasa sisi ukijua wamekuja kulipiza kisasi ikawa zaidi. Kwa hiyo tunaelewa hiyo. Baadaye alikuja askari mmoja huko Roma ambaye alikuja kugeuza mambo, akashinda. Manake yule generali original akishakufa, wanaokuja pengine ni watu ovyo ovyo, sio jasiri. Mara nyingine unakuwa na baba mwenye mawazo na uwezo, alafu anakuja kupata mtoto ovyo kabisa, hata unamwambia nenda huko anasema wapi. Uwezo wa kupanga vita na kushinda vita. Huyu alijitangaza mwenyewe kuwa mfalme wa Warumi, Julius Caesar, akiwa jenerali wa kivita. Baadaye, kwa kuwa alikuwa jenerali, ugomvi wa kijeshi ulianzia ndani kwa ndani. Mwishoni aliuawa na majenerali wenzake, maseneta wakamuua. Kwa hiyo huyu aliuawa na Warumi wenyewe. Na pia hata rafiki yake aliyeitwa Brutus aliuawa na hawa maseneta. Na hiyo ikawa mwisho wa republic, yani ule utawala wa mwisho kabisa ni utawala wa ile inaitwa Jamhuri ya Warumi, iliisha kwa kifo cha huyu Brutus na Julius Caesar. Ndio ikaanza sasa utawala wa kihimaya ya Kirumi, the Roman Empire, stage ya 3, Roman Empire. Manake baada ya kuuawa kwa Julius Caesar, alikuja mpinzani wake ambaye aliitwa Octavian, ambaye aliwashinda. Octavian huyu aliwashinda maadui zake na akajiita emperor, yani Caesar mwenyewe, Kaisari huyo Octavian. Na Octavian huyu ndio alikuja kupewa jina la Augustus Caesar. Octavian huyu ndiye alikuwa anaitwa Kaisari Augusto Octavian. Na alitawala, alijitangaza kuwa ni emperor, yani Kaisari, mwaka 27 BC, mwaka 27 baada ya kuwa mwenye nguvu ya kutosha. Na katika siasa ya huyu Augustus Caesar, alipoingia kwenye madaraka baada ya kumwondoa Julius Caesar, alitangaza kitu kinachoitwa amani ya Kirumi, Pax Romana,
ndio siasa yake ya kama huku kwetu. Siasa ya siku hizi inaitwaje? Kwa Mama Samia utu gani unanidikati? Anyway, maneno matupu. Sasa ni hivi, wakati alipokuja huyu Augustus Caesar mwaka wa 27 BC, yani kabla ya Kristo, tena Kristo anakaribia kuzaliwa, Augustus Caesar alitangaza ufalme wake unaendeshwa kwa kauli mbiu amani ya Kirumi, Pax Romana. Maana yake nini? Hakutaka mambo ya vita tena. Hakutaka asikie jimbo fulani wameleta vurumai huko, huyu generali huyu ameasi, huyu ana kuuana na assassinations. Hakutaka kusikia. Na kwa hiyo aliweka network kali sana, maspai. Hapa kwa wale wanaojua, wakati sisi tukiwa tunasoma huko, tulikuwa hakuna mtu aliyefanya fyonyo hapa. Sio kama nyinyi mlijua nyinyi. Hakuna aliyefanya fyonyo kwa sababu Nyerere alikuwa ameunda network balaa ya maspai. Hata ukienda mahali fulani kuna mtu anaangalia. Ilikuwa watu wanaogopa sana nyinyi. Unajua mambo yamekuja kwa wakina Mwinyi Yahe na nini. Imekuja ile network ambayo hawakuwa na ukatili. Rais akitangaza kitu, watu wanatii. Kwa sababu waliamwamini. Alikuwa na kauli inayoaminika. Nyerere akisema kitu is from the heart. Sio mafeki haya na malanguzi na wauaji na wanaoiba. Sawa, akinisikia kama kuna mmoja mnisamee hapa, mwenye siasa kali au mwenye CCM, mimi sina chama, lakini msiseme huyu ni wa Chadema ndio maana. Hapana, nasema kile kinachotoka ndani. Wewe mtu wanapata madhara na nini, hakuna naye jishughulisha. Mtu unapotea, hakuna mtu anayesema kitu. Mtu anauawa, hakuna kauli ya serikali. What is this? You cannot be reliable. Na kwa hiyo lakini wakati wa Nyerere kitu kitokea mpaka kipate solution, kwa sababu yeye hausiki na hana maslahi na hicho kitu. Tamaa yake ni Tanganyika iendelee. Ndio ilivyokuwa siasa. Na kwa hiyo watu walikuwa na support hata polisi, au nasemaje ni dada zangu? Kama mlikuwa wakati wangu, na nafikiri baadhi mlikuwa wadogo kidogo labda. Lakini yes, I'm older than you guys. Mnajidai hapa, isipokuwa wazee fulani hapa nakubali. Mwingine ani huyu tu. Sasa pale wakati ule watu walimwamini, na kwa hiyo akitoa kauli watu wanaifuata kweli. Na hata maandamano wanakwenda kumsupport the president. And anything you say contrary to the president's plan, utakamatwa tu. Au mzee unasemaje? Sasa hiyo sikujua hiyo kwa sababu sikuwa mmoja wapo, lakini kweli lakini inaonekana siasa ilikuwa tulivu. Na hakuweko violence. You could not hear those things. People disappearing, and I don't understand. Ni utawala wa watu ilikuwa hivyo. Sasa alipokuja huyu Augustus Caesar, alipitisha kauli mbiu hiyo ya Pax Romana, utawala wa Kirumi wa amani. Lakini amani yao ilikuwa tofauti kidogo. Ilikuwa amani inayoletwa kwa military, kijeshi, pacification. Naelewa neno hilo, to pacify any rebellious force, any force that contradicts a contradictory force. Yani pacify manake you disappear, unauawa. Majeshi ya Rome
tuseme ya Kaisari, ilikuwa moyote anainua kichwa juu, kata, hatutaki fujo, tutaka amani. Kwa hiyo ukionekana wewe unapiga mdomo unakatwa, unafungwa. Kwa hiyo watu walikuwa wanauawa. Enforced peace by military force, that is known as pacification. At Pax Romana ilikuja ni kama pacification, using military power, using every means to stop any riot, any kitu chochote ambacho kinapingana na siasa ya Roma kilimaliziwa huko bondeni. Unafuatwa, unakaletwa, eka kwenye mti, mkuki, kwisha. Tunataka amani. Kwa hiyo walitumia military force to bring enforced peace. Hiyo eleweke tofauti. Sasa kwa hiyo ni kipindi hiki cha kuanzia mwaka 27 Pax Romana mpaka Yesu anazaliwa, ilikuwa inatawala hiyo Pax Romana, siasa ya kupacify people by military force or whatever means they could have. Sasa Yesu anazaliwa wakati huu wa Kaisari Augusto. Tunasikia katika Injili ya Luka, sio? Yesu alipozaliwa wakati wa Kaisari Augusto, anaandika vizuri sana Luka. Na akaita watu wakahesabiwe, na Yosefu na Maria wakashika safari yao kutoka kule kaskazini Nazareth, wakaelekea Bethlehem ambako alizaliwa Yosefu nyumbani kwao, na Maria akaenda naye, na huko akazaliwa. Yesu alizaliwa kwenye miaka ya 6 BC, miaka 6 au 7 BC unavyojua. Kwa hiyo huyu alizaliwa wakati huo. Sasa angalia, sasa mimi nimesema hivyo, nimeleta swala la Yesu kulinganisha na Pax Romana ya Kaisari Augusto. Yesu alileta amani duniani, tunaambiwa na malaika. Amani ya Yesu ni tofauti na ya Kaisari. Amani ya Yesu hailetu na vita, hailetu na kifo, hailetu na majeshi. Ni mfalme tofauti. Amani duniani kwa watu waliowaridhia, wale wenye amani wanapewa amani. Kwa hiyo Yesu ameleta amani tofauti kabisa, na hiyo ni contrast tunayofanya mara nyingi kwenye theology. Amani ya kivita na mkono wa nguvu, enforced peace, that is known as pacification, and the true peace which comes from the heart, change of attitude based on love, yani inayojengwa katika upendo. Ile Kaisari sio upendo, ni ya power, authority. Kwa hiyo ni wakati huo. Alafu baada ya katika utawala wa Kirumi imetokea mambo kadhaa ambayo wakati huu kuna mambo ambayo yalitokea. Kaisari alianza baada ya kuwa na mamlaka na peace, Pax Romana, alianza ile tabia ya kujiita ni Mungu, deification of the Caesar. Caesar alianza akadai yeye ni Mungu, na watu wamtolee sadaka kwenye sanamu yake iliweko pale Roma, ipo kule kaskazini kwenye villa pale juu kuna sanamu ya Kaisari Augusto. Kwa wale ambao wamekaa Roma labda ndio unaweza kwenda huko, lakini ni katika makao makuu ya utawala wa Kirumi, ambapo ni hata wa Italia wamejenga ile palace pale, iko juu ya mlima wa kwanza pale. Sasa huyu Kaisari alianza kujiita Mungu, is a god, the deification of the Caesar, na ndio imekaja matatizo makubwa ambayo imekuja kuwa ni ugonjwa mpaka mwisho. Watu wa Kristo wengi wameuawa kwa sababu hiyo.
Mmoja wapo ambaye alikuwa amechukua mamlaka, ambaye alikuwa very cruel, ni Nero, Kaisari Nero. Na acha wengine waliokuja hapa katikati, lakini Kaisari Nero ni huyu ambaye alikuwa na enforce, ni kichaa, alikuwa kichaa. Kwa kweli mimi nimesoma semester nzima juu ya Kaisari. Nimefurahi sana. Ile profesa alikuwa ananifundisha nikiwa mwaka wa 4 nafikiri nifanye. Kaisari Nero alikuwa, tumejifunza Kaisari Nero alikuwa kichaa kwa sababu aliua dada yake, akaua mama yake, akaua shangazi. Yoyote unayokuja unataka kuonyesha kwamba unamfundisha kitu, you are dead. Na alikuwa nakaa ni kunywa tu na maisha ya starehe. Na starehe mnajua zinaingiza ni nyama na nini na vino bono. Ukileta vino ambayo ni kama Idi Amin alipopata kichaa, naita kichaa mimi. Namna hiyo alivyoishi. Na sasa huyu Kaisari Nero alikuwa na akili sana, sijui zimepinduka. Shetani anaweza kuwa namna hiyo. Alikuwa na akili sana, na ndio alipanga upya mji wa Roma, na ndio maana aliuchoma moto. Huyu alichoma mji wa Roma moto. Yes. Mwaka 64 baada ya Kristo. Alichoma mji wa Roma kwa moto, na akadai sio yeye alichoma mji wa Roma, ulikuwa mji pale, akauchoma moto, peleka maskari wakatia moto huko, kama baadhi wanasema labda mabanda ya hawa mwamachinga wetu inaochomwa na serikali. Wasinisikie nimesema maneno ambayo unasikia chini tu, hii ni serikali hii tu, lakini mara nyingine kwa moto tunaacha majiko huko yanachoma. Sasa Kaisari kweli yeye alichoma, lakini baada ya kuchoma alisema ni Wakristo wamechoma, na hiyo imeleta mpaka kifo cha Peter. Paulo, Petro na wengine waliuawa wakati huu, wakidaiwa kwamba walishiriki katika kuchoma mji wa Roma. Paulo alikuja kuuawa mwaka 67 au 67, na Petro mwaka 68 uliofuata. Kwa hiyo they died. Why? Accused of fire burning down the city of Rome, ambapo ni Kaisari mwenyewe alifanya. Kwa hiyo historia hiyo ipo katika vitabu vingi. Kwa hiyo Wakristo walilaumiwa kwa sababu walikuwa na sali usiku, wakasema ni wao ndio walichoma. Tutaendelea, Mungu akitujalia wakati ujao. Sasa nimekumbuka kwamba sikumaliza, lakini ni historia ndefu, kwa sababu utawala wa Warumi ulidumu